Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2026. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Mada leo ina kichwa kinachosema kudumisha upendo. Imejengeka katika kitabu cha Wakolosai sura ile ya 3 aya 18 na 19. Neno la Mungu linasema, ninyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo kwa Bwana. Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Ni shida na wimbi la huzuni na kutoridhika kiasi gani vingeepukwa kama wanaume na wanawake pia wangeendelea kukuza maneno ya heshima, uangalifu, ya fadhili, ya kuthamini na adabu ndogo ndogo za maisha ambazo huendeleza upendo na ambazo waliziona kuwa muhimu walipokuwa wakijitahidi kuwavutia wenzi wa maisha waliowachagua. Kama mume na mke wangeendelea tu kukuza uangalifu huu unaolisha upendo, wangekuwa na furaha katika ushirika wao na wangekuwa na ushawishi wa kutakasa juu ya familia zao. Wangekuwa na dunia yao ndogo ya furaha ndani yao wenyewe na wasingetamani kutoka nje ya dunia hiyo kutafuta vivutio vipya na vitu vipya vya kupenda. Wanawake wengi wanatamani sana maneno ya upendo, mema na kupewa usikivu na heshima wanayoistahili kutoka kwa waume zao ambao wamewachagua kuwa wenzi wao wa maisha. Ni usikivu huu na heshima hii kidogo ambavyo hufanya jumla ya maisha ya furaha. Ikiwa mioyo ingetendewa kwa wema katika familia zetu, ikiwa kungekuwa na ustahivu wa hali ya juu, wa ukarimu, wa mwonjo na maoni ya kila mmoja wao, ikiwa mke alikuwa akitafuta nafasi ya kuonesha upendo wake kwa matendo katika heshima yake kwa mume wake, na mume angekuwa akionyesha mwelekeo huo huo na kumjali mke wake vyema, watoto wangekuwa washirika wa roho ile ile. Mvuto huo ungeenea kwa wakazi wote na wimbi la maumivu lingeondoshwa kabisa kwenye familia nyingi. Kila wenzi wanaounganisha vipaumbele vyao vya maisha watafute kuyafanya maisha ya kila mmoja kuwa yenye furaha kadiri iwezekanavyo. Kile tunachokithamini tunatafuta kukitunza na kukifanya kuwa cha thamani kubwa tuwezavyo. Katika maafikiano ya ndoa, wanaume na wanawake wangefanya makubaliano, uwekezaji wa maisha, na wanapaswa kufanya kila wawezalo kudhibiti maneno yao ya kukosa subira na wahaka, hata kwa uangalifu zaidi kuliko walivyofanya kabla ya ndoa yao. Kwani sasa hatima zao zimeunganishwa kwa maisha yote kama mume na mke, na kila mmoja anathaminiwa kwa kadiri kamili ya kiasi cha juhudi kubwa inayofanywa ili kudumisha na kuutunza upendo huo kabla ya ndoa. Hii ni Juni 18, mada ikisema kudumisha upendo. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya kesha la asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Tena Yesu nina furaha, anitumapo Yesu
popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.